Kati ya sare moja ambayo Pamba Jiji wameipata dhidi ya Simba tangu warejee katika ligi kuu Tanzania bara kwenye michezo minne, mitatu Simba wakishinda, basi sare hiyo ilikuwa ni katika mechi ya mwisho waliocheza kwenye uwanja wa CCM Kirumba pale jijini Mwanza, wakati Simba walipotangulia kufunga bao kupitia kwa Anise Ura pasi ya Mpanzu, lakini Pamba Jiji wakacharuka na kuja kusawazisha kupitia kwa mpira wa kutenga uliopigwa na James Mwashinga. Lakini inakumbukwa vizuri kwenye mechi ya marudiano ya ligi kuu Tanzania bara msimu uliomalizika 2025-26 Simba walishinda kwa mabao 2-1. Haikuwa mechi nyepesi vivyo hivyo. Mfungaji wa bao pekee la Pamba katika kipigo cha 2-1 alikuwa ni Tegis Momanyi. Leo hii Tegis Momanyi yupo Singida Black Stars. James Mwashinga yupo Singida Black Stars, si sehemu ya kikosi cha Pamba Jiji. Lakini kiungo wa Simba Kevin Nation yupo kwa wekundu wa Msimbazi Simba. Hali kadhalika Salehe Karabaka mchezaji wa Simba yuko kwa Pamba Jiji. Kuna mambo kadhaa ambayo yanafanya mchezo uliosalia dakika chache tu kuanza kati ya Pamba Jiji dhidi ya Simba raundi ya pili ya ligi kuu Tanzania bara kwa msimu wa 2026-2027 kuwa na mvuto wa aina yake. Ni kwenye uwanja wa CCM Kirumba pale jijini Mwanza ambapo Simba iliyofanya maboresho kadhaa kwenye kikosi chake inakutana na Pamba ambayo pia kuna maboresho kadhaa yamefanyika, huku nyota kadhaa pia wakikosekana kwa maana ya wale waliokuwa hapo msimu uliopita. Lakini Pamba Jiji chini ya kocha Francis Baraza, matarajio ni kuona ikiingia uwanjani kwa mfumo wake pendwa wa baada ya golikipa kuwa na walinzi watatu, viungo watano, halafu washambuliaji wawili. Wale washambuliaji wawili kule juu ni Saleh Karabaka na Deogratias Mafie. Sasa ni kusubiri na kuona kama kocha Francis Baraza atapata nafasi ya kumchezesha Karabaka ama atakuwa na Yonta Kamara, mchezaji wa kimataifa kutoka Guinea. Lakini kwenye mfumo wake baada ya golikipa anakuwa na walinzi watatu ambao katika mechi iliyopita ya kwanza ya ligi kuu Tanzania bara kwa msimu wa 2026-2027 wakitoka sare ya 1-1 dhidi ya Dodoma Jiji, Pamba katika mabeki wao watatu alikuwepo Amos Kadikilo, alikuwepo Bausi, alikuwepo Abdalla Kheri Sebo. Wakati katika viungo wao watano waliokuwamo ni pamoja na Hassan Kibailo wingback upande wa kulia, alikuwepo vile vile Ibrahim Abraham ambaye ni wingback upande wa kushoto. Kibailo ni wingback upande wa kulia, Ibrahim Abraham ni wingback upande wa kushoto. Wakati viungo wengine walikuwa ni pamoja na Shafani Siwa, alikuwepo Zabona Mayombia. Wakati kwenye washambuliaji ndio hawa walioanza Saleh Karabaka na Deogratias Mafie. Mafie ndiye aliyefunga bao katika sare ya 1-1 dhidi ya Pamba Jiji. Lakini kwa wekundu wa Msimbazi Simba wanaingia katika mchezo wa leo hii wakiwa na nguvu zaidi kutokana na kile walichokipata katika mechi ya mzunguko wa kwanza ambayo walipata ushindi mzuri dhidi ya Kagera Sugar wa mabao 2-0, huku miongoni mwa waliong'ara sana akiwa Libase Gea aliyetoa assist pass saidizi za mabao 2. Lakini kivutio kinachosubiriwa kwa hamu kwa wekundu wa Msimbazi Simba ni namna ambavyo washambuliaji wake wapya Ibrahim Dumbia, top scorer katika ligi kuu ya Mali msimu uliomalizika akifunga mabao 17 akitoa assist 4, atafanya nini katika mchezo wa leo hii? Maana mechi iliyopita hakupata nafasi ya kufunga. Maneno yamekuwa mengi, anasubiriwa kwa hamu kuona namna gani anaweza akatekeleza vyema jukumu lililomfanya apate nafasi Simba la kuweka mipira wavuni. Urefu 6 na inchi 2, amekuwa mzuri katika kujua wapi pa kusimama. Kinachotarajiwa ni kuona sasa huo uzuri wake wa kuwa na mikimbio sahihi kuwazidi mabeki wa timu pinzani, basi atumie kwa ajili ya kufunga na sio kuzungumziwa juu ya mikimbio, maana Simba wakumsajili kwa ajili ya mikimbio bali kufunga ama kutoa pasi saidizi za mabao. Dumbia amekuwa kwenye kiwango kizuri nchini Mali, lakini tangu atoe nchini mashabiki wamegawanyika juu ya kiwango chake. Akifunga bila shaka ni nafasi ya kuwaziba midomo baadhi ya wale ambao wamekuwa kikosoa mfululizo kuhusiana na kile kilichokionyesha mpaka sasa. Lakini kuna huyu ambaye mkuu wa idara ya habari na mawasiliano kwa umma ya Simba Ahmed Ali anamuita kwamba ni miongoni mwa X Factor players wa Simba, kwamba yeye ni mchezaji mwenye cha ziada wa kuweza kuipatia mafanikio hata pale ambapo mfumo unakuwa umekamatwa. Maana ndio sifa ya mchezaji anaitwa X Factor player, mchezaji mwenye cha ziada ambapo timu inapokwama kwa mifumo, yeye kwa kipaji chake binafsi anaweza kuipatia mafanikio. Huyu ni Ishmaeli Mgunda, mchezaji wa Kitanzania ambaye Simba amemsajili kutoka Mashujaa, kati ya washambuliaji wanaowategemea kwa msimu huu. Huyu Ishmaeli Mgunda msimu uliomalizika akiwa na Mashujaa alicheza mechi 20
dakika 1307 alipiga mashuti 16, 7 alilenga shabaha, akafunga mabao mawili kati ya mabao 15 aliyofunga Mashujaa katika msimu uliomalizika wa ligi kuu Tanzania bara, ambao Mashujaa walikuwa ndio timu iliyofunga mabao machache kuliko timu zote katika ligi. Yaani hata KMC iliyoteremka daraja moja kwa moja, mabao ilifunga mengi kuliko Mashujaa. Lakini sababu kubwa ni namna ambavyo Mashujaa walikuwa wakicheza. Sasa yeye Ishmael Mgunda, matarajio ni kuona akinufaika na huduma kutoka kwa viungo matata, viungo wagumu kwa zuia wa ushambuliaji wa Simba ambao pia ufunga. Libase Gay kutoka upande wa kulia, Gule yenye nguvu la kushoto, yuko kwenye kiwango bora. Anise Ura ambaye mechi ya mwisho ya Simba kwenye uwanja CCM Kirumba ndiye aliyefunga bao, lakini kuna Keleso Makhalwa, kuna Elim Panzu Kibisawala ambaye mechi ya mwisho ya Simba dhidi ya Pamba kwenye uwanja wa CCM Kirumba alitoa assist kwa Anise Ura. Lakini Simba wana Neo Maema, Simba wanao wachezaji wengi wenye ubora kutoka katikati ya mstari wa uwanja kuelekea eneo la pili, kama Cletus Chota Chama, Morris Abraham. Lakini mabeki wao tunazungumzia akina Shomari Kapombe, tunazungumzia David Kameta Duchu, atakosekana kwa sababu ya kadi nyekundu aliyopata katika mchezo uliopita. Lakini kuna Chilambo Nathaniel ambaye pia ana uwezo mkubwa wa kupandisha mashambulizi, kuwa playmaker, kiungo mchezeshaji pindi timu inaposhambulia, kutoka kutekeleza majukumu yake mama ya kuzuia upande wa kulia. Lakini Simba vile vile na Nixon Kibabage. Matarajio vile vile golini ni kumuona Hussein Abel akipata nafasi ya kuanza kwa sababu Mahamadou Tanja Jibo aliyeumia katika mechi iliyopita na kutolewa hatarajiwi kuwa yuko fiti kuanza kikosini. Simba wako kwenye kiwango kizuri, wakipata sare yoyote ile basi walau kwa muda mfupi watakuwa wanaongoza ligi, lakini wakishinda pia watakuwa wanaongoza ligi kwa sababu wangali na pointi 3, mechi zimechezwa moja moja. Kwenye raundi hii ya pili wakishinda watafikisha pointi 6, watakuwa pale juu kileleni. Swali ni kwamba je, itakuwa vipi? Kocha Steve Barker dhidi ya Francis Baraza, kocha kutoka taifa la Kenya. Mipango iko vipi? Lakini kikubwa ni kwamba ni kuiona matarajio Pamba ikiwa inazuia zaidi katika muda mwingi wa mchezo, kwa maana kile wanaita low block, kuzuia kutokea chini na kushambulia kwa kujibu, kwa sababu inao wachezaji wenye kasi na uwezo wa kuleta madhara kwa mipira ya kujibu. Nazungumzia Zabona Mayombe mwenye ufundi mzuri, anapopata mpira uwezo wa kupiga chenga, kukimbia nao na kutoa pasi. Lakini pia kuna Deogratias Mafie, mchezaji mzoefu katika ligi kuu Tanzania bara. Jina lake lilitambulishwa zaidi wakati akitumikia Biashara ya kule mkoani Mara, yungali akiwa sehemu ya kikosi cha Pamba katika kushambulia, na mechi iliyopita dhidi ya Dodoma Jiji alionyesha kiwango kizuri. Itakuwa vipi? Ni swala kusubiri na kuona kwamba Dumbia, Ishmael Mgunda wataleta madhara gani kwa mabeki wa Pamba Jiji, akina Abdalla Khairi Sebo, akina Bausi, akina Amos Kadikilo, na kuwapa Simba furaha. Lakini kwa Pamba Jiji vipi? Deogratias Mafie, kina Zabona Mayombe wataonyesha ubora gani dhidi ya Simba ambayo inaringia mabeki imara, akina Rushain Diriek, akina Ishmael Olivier Toure, katika kuhakikisha wanawazidi maarifa na kufunga na kuwapa furaha Pamba wana Tupwisa Lindanda. Ni bonge la mechi, tusubiri, maana zimebaki dakika chache tu mechi hiyo kuanza. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukrani jazilan, bye bye.